Karibu sana mtazamaji wa chaneli yetu mpya kabisa ya Tanzania ITV, penye tunaweka macho yako kuhakikisha umeyapata yote vile yanavyoendelea. Na kumbuka tu kubonyeza subscribe button ambayo ipo hapo chini na uwashe kengele ili kupokea taarifa kila wakati tunapoziipata. Sasa breaking news ambayo imetufikia ni kwamba waliomuua Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kupitia mitandao ya kijamii wameaibika bakubwa, kwa sababu katika mitandao ya kijamii kwa siku kadhaa zilizopita, zaidi ya siku 10, watu wamekuwa wakisema mitandaoni, Samia Suluhu Hassan hali yake imaututi, hali yake sio shwari, yupo hospitalini, ni kwamba huenda ametuacha. Lakini hayo yote yalikuwa mambo ghushi ambayo hayakuwa na msingi wowote. Siku ya leo ni siku ya Jumamosi, tarehe ni 13 mwezi wa Disemba mwaka huu 2025. Kulikuwa na ibada ya kumuaga mbunge wa CCM ambaye aliaga dunia ghafla, ambaye anaitwa Jenista Mhagama, katika kanisa la Kikatholiki mjini Dodoma. Katika ibada hiyo ambayo ilikuwa inaendelea, ghafla pinifu Rais Samia Suluhu Hassan akaonekana, akafika katika ibada hiyo ya kumuaga mbunge Jenista Mhagama mjini Dodoma. Sasa ni aibu kubwa kwa wale ambao wamekuwa wakisambaza matamshi tofauti katika mitandao ya kijamii, huku wakisema ya kwamba Samia Suluhu Hassan hayupo na sasa ameonekana. Itakuwaje kwa wale ambao wamekuwa wakimuua kupitia mitandao ya kijamii? Ni kipi sasa watasema? Tuende moja kwa moja. Kufikia sasa tunaweza kudhibitisha Rais Samia Suluhu Hassan yupo salama salimini, na wengi waliweza kushangazwa baada ya kumuona, kwa sababu wamekuwa wakipata habari ambazo hazikuwa na msingi wowote. Na katika ibada hiyo, makamu wa rais Emmanuel Nchimbi naye amekuwa akiwa mafichoni, hajulikani aliko, kwa sababu azungumzi yule ambaye amekuwa akizungumzia kwa niaba ya serikali, sio mwingine ila tu ni waziri mkuu. Lakini alionekana katika ibada hiyo ya kumuaga mbunge wa CCM Jenista Mhagama katika kanisa la Dodoma. Wageni mashuhuri waliweza kuhudhuria ibada hiyo ya kumuaga Mheshimiwa Jenista Mhagama, akiwemo rais mwenyewe, makamu wa rais na waziri mkuu, na wageni wengine wa ngazi kuu serikalini walifika kumuaga mwenda zake Jenista. Ikumbuke kwamba Jenista aliaga dunia ghafla na hakuwa mgonjwa. Kulingana na vile tuliweza kupokezwa habari siku ya Ijumaa kupitia waziri mkuu, waziri wa afya ambaye ni Mchengerwa katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania, aliweza kudhibitisha na kusema ya kwamba mwenda zake Jenista Mhagama alipokea ugonjwa wa kuanguka ghafla baada ya uchaguzi kukamilika. Na Mchengerwa anasema ya kwamba wakati Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa anaapishwa kuingia afisini, siku hiyo hiyo mwenda zake Jenista Mhagama aliweza kumweleza kwa kina waziri Mchengerwa kwamba aliweza kupokea ugonjwa huo baada ya uchaguzi kukamilika, akaanza kuanguka ghafla, jambo ambalo hamna yeyote ambaye analielewa ni kivipi mbunge huyu alianza kuaga ama alianza
kuanguka chini na baadaye akaaga dunia pasipokuwa na ugonjwa wowote. Waziri wa afya Mchengerwa aliweza kuhamasisha wananchi, unaposikia mwili umeanza kuonyesha dalili fulani, kimbia hospitalini ili kupimwa vipimo mbalimbali ili kuelewa kama kuna ugonjwa ambao umeanza kudevelop mwilini ili kushughulikiwa na mapema. Kufikia sasa wengi wamekuwa wakijiuliza maswali hapa na pale. Kwa nini Jenista aliaga dunia? Ikumbukwe kwamba Jenista wakati mmoja alikuwa waziri wa afya katika serikali iliyopita, na hata wakati maandamano yalikuwa yametanda Tanzania, kwa sababu tuliweza kushuhudia wengi wakiaga dunia wakati huo alikuwa waziri wa afya, kumaanisha huenda hata yeye mwenyewe alikuwa anajua idadi kamili ya wale ambao wameaga dunia, kwa sababu anapokea ripoti kutoka hospitali mbalimbali ni akina nani wamepelekwa pale, ambao wako na majeruhi wangapi wameaga dunia, kwa sababu rekodi huchukuliwa kila wakati, haswa kwa wale ambao wanaingizwa katika mochwari. Lakini kuna madai kwamba Jenista angekuwa shahidi katika mahakama ya ICC ili kutoa idadi kamili ya wale ambao inadaiwa waliangamia, lakini kifo chake kimekuja ghafla kabla ya hayo kutimia, kwa sababu katika baraza la mawaziri lililotangazwa hivi majuzi, Rais Samia Suluhu Hassan hakumteua, ila tu nafasi yake ikachukuliwa na Waziri Mchengerwa ambaye ameoa mtoto wa Samia Suluhu Hassan, na mtoto huyo mwenyewe yuko katika baraza la mawaziri, kumaanisha Samia Suluhu Hassan yuko na watoto wake wawili ambao wanakaa katika baraza la mawaziri. Jenista Mhagama amekuwa mbunge hadi kifo chake, na inasemekana ya kwamba amekuwa wandani sana kiurafiki wa kisiasa na naibu rais wa sasa Emmanuel Nchimbi. Kwa nini? Wanatoka sehemu moja na wanaelewana kisiasa, na kuna fununu kwamba kulikuwa na tofauti kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na Emmanuel Nchimbi, kwa sababu kuna madai kwamba Nchimbi anamezea mate kiti cha kuwa rais. Na wakati Jenista yuko na urafiki mkubwa sasa na Nchimbi, kuna wale ambao walikuwa wanasema ya kwamba huenda kuna jambo fulani ambalo linaendelea kisiri na hakuna yule ambaye analielewa. Jenista Mhagama ni mbunge wa Beramihu, na Dr. Nchimbi Samuel wakati mmoja alikuwa mbunge wa Songea. Wote wanatoka mkoa mmoja ambao unaitwa Ruvuma. Na kuna fununu ambazo zimefika katika meza yetu za kutuharifu kwamba kakake marehemu ambaye ni mpadri wa kanisa la Kikatholiki amekuwa akitaka sana kumleta daktari kutoka taifa la Kenya ili kufanya postmortem, kufanya uchunguzi kujua kiini chanzo kilichomuua dadake ambaye anaitwa Jenista. Lakini kuna madai kwamba serikali ilikataa na shughuli kuharakishwa ili aweze kuzikwa na mapema kule Songea. Na kuna fununu ambazo zinatueleza kwamba makachero wako nyumbani kwa familia ya Jenista kufuatilia yote ambayo yanaendelea. Lakini mwenye yuko na majibu sio mwingine ila tu ni Maulana. Mwenyezi Mungu ndiye anaelewa ni kipi ambacho kiliweza kusababisha kifo cha Jenista Mhagama. Hatutaendelea zaidi ya hapo, lakini tunapoendelea kuyapokea tutakuwa tunawaletea, kwa sababu tumefungua channel hii kuhakikisha ya kwamba siri zote zimewekwa wazi. Kwa hivyo tunaweza kudhibitisha kwamba Rais Samia Suluhu Hassan yu salama salimini, na wale ambao walimuua kupitia mitandao ya kijamii wameibika kwa sababu ameonekana. Kama hauja subscribe katika channel yetu mpya ya Tanzania ITV, macho yako kwa habari, bonyeza subscribe button
ambayo ipo hapa chini, na uwashe kengele ili upokee taarifa kila wakati. Asanteni sana, tutakutana baadaye.